Samia Suluhu hatarini baada ya kupokea habari mbaya kutoka kwa Donald Trump. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Siku ambayo serikali ya Marekani ilitangaza kusitisha mchakato wa utoaji wa visa na uhamiaji wa raia kutoka nchi 75 duniani, Tanzania ilijikuta ikiangukia upande mbaya zaidi wa historia ya diplomasia ya kimataifa, ikitengwa waziwazi kama taifa lisiloaminika tena katika macho ya moja ya nguvu kubwa za dunia. Uamuzi huo uliotolewa chini ya uongozi wa rais wa Marekani Donald Trump haukuwa tu taarifa ya kiutawala ya Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Marekani, bali ulikuwa ni hukumu ya kisiasa, kiuchumi na kimaadili dhidi ya mifumo ya uongozi na utawala wa mataifa yaliyoorodheshwa. Tanzania ilikuwa mstari wa mbele Afrika Mashariki. Kwa mara ya kwanza katika historia ya karne hii, Kenya imebaki kuwa nchi pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika ambayo raia wake wataendelea kuruhusiwa kupata visa na uhamiaji kwenda Marekani. Tofauti hii haikuzuka kwa bahati mbaya, iliibuka kama matokeo ya miaka ya maamuzi ya kisera, uwajibikaji wa taasisi na namna ambavyo nchi hujenga taswira yake mbele ya jumuiya ya kimataifa. Na Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia, Sudan na Sudan Kusini ziliwekwa pamoja kwenye kikapu kimoja cha hatari, ikiwa ni onyo lisilo na pazia kuhusu namna serikali zao zinavyoshindwa kulinda maslahi ya raia wao hata nje ya mipaka yao. Maelezo rasmi kutoka Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Marekani yalisisitiza kuwa marufuku hiyo inalenga kufanya mapitio ya kina ya sera za uhamiaji na kuhakikisha viwango vya juu vya uchunguzi wa kiusalama. Hata hivyo, barua ya ndani ya wizara hiyo ilionekana kama shirika la habari la Reuters ilifichua sababu nzito zaidi ya hofu kwamba raia kutoka nchi hizo wamekuwa wakitegemea misaada ya kijamii pindi wafikapo Marekani, na hivyo kuwa mzigo kwa mifumo ya ustawi wa jamii. Lugha hiyo isiyo na huruma wala diplomasia ilieleza wazi namna mataifa haya yanavyoonekana kama wauzaji wa umaskini wao kwa dunia badala ya kujenga raia wanaojitegemea. Kwa Tanzania, tamko hili linachoma zaidi kwa sababu linakuja baada ya miaka ya serikali kujinasibu kujenga uchumi wakati kukuza viwanda na kuboresha ustawi wa wananchi. Kama simulizi hilo lingekuwa na mizizi ya kweli, basi hoja ya raia kuwa mzigo kwa umma wa Marekani isingekuwa na uzito. Lakini hali halisi ya ajira finyu, mishahara midogo na mifumo dhaifu ya hifadhi ya jamii imegeuza uhamiaji kuwa mkakati wa kuishi, si chaguo la maendeleo. Marekani haikuangalia maneno ya hotuba, iliangalia takwimu, mienendo na historia. Marufuku hii itaanza kutumika rasmi Januari 21, ikifunga milango ya uhamiaji kwa mamilioni ya Watanzania wanaotamani kusoma, kufanya kazi na kuanza maisha mapya Marekani. Ingawa visa za wageni na utalii hazijaathiriwa, msamaha huu umetolewa zaidi kwa maslahi ya Marekani wenyewe, hasa maandalizi ya matukio makubwa ya michezo ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 na michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028. Huu ni uthibitisho mwingine kwamba mataifa makubwa hufanya maamuzi kulingana na faida zao, huku nchi dhaifu zikifanya kuhesabu majeraha. Tamko la naibu msemaji mkuu wa Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Marekani Tommy Pigott ilisisitiza utekelezaji wa agizo la Novemba linalowataka mabalozi kuhakikisha kila mwombaji wa visa ana uwezo wa kujitegemea kifedha. Kauli hiyo inaonekana ya kawaida, lakini kwa Tanzania inafungua jalada pana la kushindwa kwa sera za ndani. Kwa miaka mingi, serikali imekuwa ikidhibiti nafasi za kiraia, kuharibu uhuru wa vyombo vya habari na kudhoofisha taasisi za uwajibikaji. Matokeo yake ni mazingira yasiyotabirika ya uwekezaji, kupungua kwa ajira zenye staha na kizazi kinachokuwa bila uhakika wa kesho. Historia ya kisiasa ya Tanzania inaonyesha mabadiliko ya taratibu kutoka taifa lililojivunia diplomasia ya heshima na msimamo wa kujitegemea hadi nchi inayotazamwa kwa tahadhari ya washirika wake wa zamani.
Miaka ya hivi karibuni imeshuhudia kukithiri kwa kukamatwa kwa wapinzani, kudhibiti mikutano ya kisiasa na kuibuka kwa hofu kama chombo cha utawala. Hali hii imezua wasiwasi miongoni mwa wafadhili, mashirika ya haki za binadamu na hata majirani ya kikanda. Marufuku ya visa sasa inaonekana kama mwendelezo wa adhabu zilizoandikwa dhidi ya serikali inayoshindwa kusahihisha mwelekeo wake. Tofauti na Tanzania, Kenya imewekeza kwa muda mrefu katika ushirikiano wa kimataifa, mageuzi ya kiuchumi na kujenga taswira ya kitovu cha teknolojia na biashara Afrika Mashariki. Ingawa Kenya pia ina changamoto zake za kisiasa na kijamii, uwezo wake wa kujenga hadithi ya fursa na ubunifu umeifanya ionekane kama mshirika anayeaminika. Uamuzi wa Marekani wa kuiacha Kenya nje ya marufuku unatuma ujumbe mkali kwa Dar es Salaam kuhusu gharama za kujitenga na ulimwengu. Athari za marufuku hii hazitaisha kwenye ndoto binafsi za wahamiaji, zitapiga moja kwa moja uchumi wa taifa kupitia kupungua kwa remittances, kukatika kwa mitandao ya kitaaluma na kudhoofika kwa ushawishi wa diaspora. Watanzania waliokuwa wakitarajia kusaidia familia zao kupitia mapato ya nje sasa wanakabiliwa na kuta zisizoonekana lakini ngumu kuvunjika. Serikali ambayo imekuwa ikitegemea mchango wa diaspora bila kuweka sera thabiti na kuwawezesha inabaki bila majibu. Na katika ngazi za kikanda, hatua ya Marekani inaongeza mgawanyiko mpya Afrika Mashariki. Kuwa na nchi moja inayoruhusiwa na nyingine kufungiwa kuna vuruga dhana ya jumuiya ya mshikamano wa kikanda. Pia inatoa nafasi kwa mataifa makubwa kucheza diplomasia ya kuchagua washirika, na ni jambo linaloweza kudhoofisha sauti ya pamoja ya Afrika katika majukwaa ya kimataifa. Tanzania ambayo hapo awali ilikuwa mstari wa mbele katika harakati za ukombozi na mshikamano wa Afrika, sasa inaonekana kupoteza mtaji wake wa kihistoria. Kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na wachambuzi wa sera za uhamiaji wameanza kuunganisha nukta kati ya ubora na utawala wa ndani na hadhi ya raia wake nje ya nchi. Marufuku ya visa imekuwa chombo cha kisiasa ama cha kisasa cha kushinikiza mageuzi bila kutuma wanajeshi au kuweka vikwazo vya moja kwa moja vya kiuchumi. Ni aina ya adhabu inayowaumiza raia moja kwa moja, huku serikali zikibaki salama ndani ya mipaka yao. Na kwa Tanzania somo ni uchungu lakini wazi. Dunia inatazama, na kila uamuzi wa kuzima sauti za ukosoaji, kila sera inayodhoofisha ajira na elimu, na kila hatua ya kupuuza uwajibikaji hujikusanya kama ushahidi dhidi ya taifa zima. Marufuku ya visa ya Marekani sio chanzo cha matatizo haya, bali ni kioo kinachoakisi hali halisi iliyopuuzwa kwa muda mrefu. Mwisho wa simulizi hili hauandikwi Washington bali Dodoma. Ikiwa ukimya utaendelea, hofu itatawala na uwajibikaji utaahirishwa, na Tanzania itazidi kujikuta ikifungiwa milango zaidi, si Marekani pekee bali fursa za baadaye kwa kizazi kizima. Lakini kama historia ina funzo, ni kwamba mataifa hubadilisha mwelekeo wao pale kweli unapokuwa mzito kupuuzwa. Na marufuku hii ni onyo la mwisho kwamba mustakabali wa Tanzania hautaamuliwa na hotuba za viongozi viongozi wake, bali kwa vitendo vyao, na gharama ya kutochukua hatua italipwa na raia leo na kesho. Ni taarifa tulizokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina na uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.